Na pengine hiki kitu ambacho Marekani amekuwa akikitamka ni kadha wa kadha, tumeona kila akiingia kwenye nchi kufanya mashambulizi amekuwa akitumia jina la kwamba hizi nchi zinasapoti makundi ya kigaidi. Hii pengine kwa nini Marekani amekuwa na hiyo slogan kwa makundi haya ambayo yanakuwa yanapatikana ndani ya hizo nchi kuyapachika jina la ugaidi? Ni kweli, kwa sababu ugaidi ni tafsiri ya mtu anayeamua kutafsiri nani awe gaidi. Kwa sababu kama hawa magaidi, kuna wakati katika historia inaeleza kwa mfano ukiangalia wakati wa Osama bin Laden amewahi kushirikiana bega kwa bega na Marekani, hakuwa gaidi, lakini alipokwenda kinyume na maslahi yao akavishwa hilo joho la ugaidi na akatafutwa duniani, hatimaye waliweza kummaliza, lakini wao walichangia sana kumtengeneza Osama bin Laden. Kwa hiyo ukiangalia hata makundi mengi sasa hivi ambayo yanaitwa kwa majina hayo, kwa namna moja ama nyingine katika historia unaweza kukuta yalikuwa na uhusiano na nchi kubwa kama Marekani katika kutekeleza kile ambacho kina maslahi kwao. Sasa hiyo ni tafsiri. Kwa hiyo unaweza mkubwa akitaka kukumaliza ni lazima akupe jina baya ili apate uhalali wa kukumaliza. Hilo nalo linatumika sana hasa kwa nchi hizi kubwa zilizoendelea. Kwa hiyo makundi yale kwanza lazima ujiulize kwa nini yapo? Kwa nini yapambane dhidi ya watu wa aina fulani? Hayo ndio mambo ya msingi sana ambayo unatakiwa kujiuliza, kwa sababu hayatokei tu, itikadi haiji tu hivi hivi. Kwa nini hawaji kwetu? Kwa sababu uwezo kukuta kundi la kigaidi linakwenda kwenye nchi kama ya kwetu Tanzania, ingawa watu wenye mazoea hawakosekani katika jamii, lakini sio kwa kiwango hicho. Kwa hiyo ukigusa maslahi yao nao watagusa ya kwako. Kwa hiyo kwa mimi, kwa maoni yangu, Marekani wamekuwa wakitumia sana hiyo, lakini pia wamekuwa pia wakiwatengeneza hao wanaoitwa magaidi, lakini pale maslahi yao yanapofika kikomo wakaona kwamba labda hawa tumewatumia vya kutosha au wamekengeuka kile ambacho tunawaelekeza, basi mtapewa jina la ugaidi na hatimaye hiyo nembo itakuwa ikiwaandama ili wawaadhibu. Ndivyo ambavyo tumekuwa tukiona. Lakini ukiangalia makundi yote ambayo yanakwenda kinyume na Mashariki ya Kati sasa, kinyume na Israel kwa mfano, kundi la Hezbollah ambalo liko Lebanon limeweka maskani yake pale, ama wa Houthi walioko hapa Yemen, nao katika itikadi zao kuna jambo ambalo ukilisikia kwa masikio yako linakupa hoja kwa nini wanafanya vile. Lakini Waisraeli nao wanasema haiwezekani, wanatetea maslahi yao ya kulilinda lile taifa kwa nguvu zote. Wao wanasema tutapigana kwa kukufa na kupona kuhakikisha kwamba taifa la Israeli linaendelea kudumu. Na ukiangalia katika historia, Waisraeli wamekuja kuibuka mwaka 1948. Huko nyuma ni taifa ambalo lilikuwa limeparaganyika. Ardhi wanayoikalia leo ilikuwa ni ardhi ya Wapalestina kwa historia. Lakini ukija kidini unaweza kukuta kwamba hawa ndugu ambao wanasigana leo, ukimtafuta Irani chimbuko lake, ukamtafuta Palestina chimbuko lake, ukaja kwa Israeli chimbuko lao ni moja. Na kwenye dini ukiangalia Wakristo, Waislamu na Wayahudi, eneo lile la Mashariki ya Kati lina mvuto mkubwa sana na limebeba imani kubwa sana kwao. Kwa pale kuna mchanganyiko wa imani ambazo zinaunganishwa na eneo kijiografia. Ukienda Jerusalem pale, wote tunaamini kwamba asili ya nguvu za imani ya kidini zimeanzia pale. Dini ya Kiislamu wanaamini hivyo, ukienda kwa Wakristo wanaamini hivyo, Wayahudi pia wanaamini hivyo. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa nguvu hizo, mtu ambaye anakuja kinyume na imani hiyo lazima atachukuliwa kwamba huyu atapachikwa jina kulingana tu na umekaa upande gani kwa wakati huo. Ndio. Sawa. Tuangazie sasa kwa hivi vitu viwili. Iran, tunaweza kuona kuna mlija mkubwa sana pale wa mafuta mkondo, unaweza kupita mbona supply karibia takriban nchi nyingi. Kurudi kiangalia kwa nchi ambazo hili bara la Afrika ama nchi zinazoendelea, wengine tutegemee tu ndio, kwa mtazamo wako unapoona labda wenda ndio zitapata madhara makubwa endapo kama hivi vitu vikidumu kwa muda mrefu? Afrika lazima ipate madhara na Tanzania itakuwa mojawapo, na mbaya zaidi ni kwamba pamoja na kwamba bei ya mafuta ghafi imepanda, lakini pia kuna black market, kuna soko fulani ambalo litakuwa na mafuta ya nafuu zaidi, kwa sababu wanatumia hiyo fursa. Wakati wewe unapandisha bei, mwingine anayo, ambayo kama nchi ukiangalia kama Urusi, wao wamewekewa vikwazo na dunia hiyo ya magharibi, wao wanaweza kuendeleza biashara yao, na walifanya hivyo wakati wa vita vile vilivyopita vile.
hivi. Acha ya Ukraine, hii vita vya Irani na Marekani, bei ya mafuta ilipanda wakati Israeli na Marekani wanaishambulia Irani hivi karibuni, ondoa hivi vita vya sasa, wao waliendelea kufanya biashara yao ya mafuta. Kuna kile kitakachokuja kutokea kwetu, kuna mambo mawili makubwa, kwamba moja, mfumuko wa bei utatokea, ni lazima utatokea, lakini pia wajanja wataitumia hiyo fursa kujinufaisha zaidi. Kwa sababu unaweza ukatokea mfumuko wa bei, lakini mfumuko wa bei ndani ya mfumuko wa bei, let's say kuna mafuta ambayo unaweza kwa iliagizwa kabla ya mzozo huu kuibuka, ambayo yako ndani ya nchi tayari, yani yako kwenye mzunguko tayari, lakini waliposikia tu kwamba usije kushangaa ukasikia bei ya mafuta ambayo yalinunuliwa kabla ya mzozo yakaongezwa gharama sasa hivi, wakidai kwamba bei ya mafuta imepanda wakati yalikuwepo kabla hata mgogoro kuanza. Kwa hiyo kwa nchi za Kiafrika kuna hilo moja kwa moja ambalo lipo linaonekana, lakini kuna kuumbizana sisi kwa sisi, kwamba mfanya biashara anatumia loophole hiyo kufanya ya kwake, akisema bei imepanda kwa maslahi yake binafsi, na hakuna atakayemuuliza kwa nini wewe leo bei umepandisha. Bidhaa nyingine zitapanda kwa sababu ukipandisha mafuta manake umesukuma bidhaa zingine zote bei yake kufanyaje, kuongezeka. Kwa hiyo nayo unaweza kuiona ikija kutokea, lakini kwetu Afrika hiyo naiona zaidi kwamba tutaumizana sisi kwa sisi, tukitumia sentensi tu kwamba kuna vita vya hivyo vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Sawa, na tumaliza na ile hapo sasa. Marekani sasa hivi tunamuona ametia mguu pale nchini Kongo. Unaweza kuona pengine mtu anaweza kujiuliza kwa nini Kongo pale tunaona kuna mambo ambayo yakiendelea kaza kwa makundi mengi ya kigaidi. Labda wewe mtu akajiuliza kwa nini hajatumia nguvu kubwa kama alivyotumia kwa Iran. Pengine kwa mtazamo unaweza kulizungumzia vipi? Mtazamo wa Kongo uko tofauti kidogo na ilivyo kwa Israeli, Marekani au Mashariki ya Kati. Maslahi ya Mashariki ya Kati ni maslahi ya dunia. Sasa hivi mimi ukiniambia tumegawanyika hata sisi huku ndani, kuna wengine tunaitakia mema Israeli ifanye vizuri kwenye vita, lakini kwa wengine kiimani nasema hapana, Irani lazima ijitetee kwa nguvu zote. Sasa hapo inakuja kiimani bila kuangalia uhalisia wa mambo na nini ambacho wanatuhumiana mpaka kufikia hapo walipofikia. Sasa ukija Kongo DRC, Kongo ni moja ya nchi ambayo ina madini ya aina mbalimbali kwa kiwango kikubwa na akiba kubwa sana. Mungu ameibariki sana ile nchi. Miongoni mwa nchi ambazo zimebarikiwa duniani pamoja na ile. Sasa pale kuna madini ambayo tunasema ni madini kwa sasa ambayo yanaingia sokoni kwa kiwango kikubwa, yanahitajika sana. Hizi teknolojia unazoziona sasa zinahitaji madini ya aina fulani. Watu kuswitch sasa kutoka kwa hata ile tunapotaka kusikia dunia inataka kutoka kwenye kutumia au tegemezo mafuta haya ambayo yanachimbwa, ambayo yanauzwa sasa hivi, mafuta haya ambayo tunazungumzia yamepanda gharama zake zimepanda. Kuna teknolojia za kutumia nishati nyingine. Madini yale yanapatikana kwa kiwango kikubwa Kongo DRC. Na dunia sasa hivi inataka kuhama kufikia mwaka 2030, nchi za Ulaya zinataka kupunguza kwa kiwango kikubwa matumizi ya mafuta. Wahamie kwenye gesi, wahamie kwenye umeme ambao unazalishwa kwa wao wanatumia umeme unaozalishwa kwa nyuklia na kadhalika. Kwa hiyo hata magari yao hawataki sasa haya yanayotumia mafuta. Kwa sababu gani? Mafuta yanachangia sana kuharibu mazingira. Sasa wanataka kutoka huko. Wao wanaiangalia dunia kwa kiwango kikubwa sana na kwa mbali zaidi, lakini pia wanaangalia maslahi yao zaidi. Ndio maana hata nchi za Kiarabu nazo zinaanza kuswitch kutoka kuacha kutegemea mafuta na kutafuta vyanzo vingine vya mapato katika nchi zao. Ndio maana leo ukienda nchi maeneo ya jangwani kule wanatengeneza mpaka hifadhi, kuna wanyama. Sasa wazungu badala ya kuja Afrika, wenda baada ya miaka kadhaa watakuwa wanakimbilia kwenda Uarabuni, ambako hao wanyama wametoka Afrika wamepelekwa kule kwa kuendelezwa. Sasa ukienda Kongo kwa msingi huo, serikali ya Kongo imefanya makubaliano na mikataba na nchi ya Marekani ili wapatie uwezo wa kijeshi, kwa maana labda mafunzo, vifaa, ili kukabiliana na makundi haramu. Lakini yale makundi haramu ukiangalia kwa uwezo mkubwa wa fikra, ni makundi ambayo hayajaibuka kama uyoga. Ni makundi ambayo yameanzishwa kwa maslahi ya watu wakubwa, na nchi za magharibi zinahusika kwa kiwango kikubwa sana.
Angalia wakati mwaka 1960 ile Kongo wakati wa Kongo baadaye ikaitwa Zaire, baadaye imerudi tena kwa Kongo, inapata uhuru wake. Waliomuondoa madarakani Patrice Lumumba wakati akiwa waziri mkuu walikuwa ni wa Marekani. Na walimuondoa kwa sababu gani? Alikuja na sera ya kupinga kuendelea au kuendeleza unyonyaji wa madini Kongo. Moja ya sababu ambayo ilimuondoa madarakani yule kiongozi ambaye alikuwa onekana ni mzalendo akitetea zaidi nchi yake. Sasa Marekani kuingia, tafsiri yake ni nini? Kwamba tunakwenda kuchukua madini adimu. Madini adimu ambayo sasa hivi yanatafutwa sana duniani. Madini adimu kwa nyuma ya pazia ndio vita vya Urusi na Ukraine. Watu wanapigana kwa sababu ya maslahi. Hawapigani tu hivi hivi. Umeelewa? Kwa hiyo Marekani pale anaweza kaangalia kwamba nikikaa na nani maslahi yangu yanakaa vizuri. Na anaweza kaingia pale kuna mawili. Akamudu kutuliza, lakini pia anaweza akapata changamoto kama ambazo amewahi kuzipata kwenye nchi nyingine kama Somalia. Weka majeshi pale yakadhalilika, akaondoa majeshi yake. Lakini sasa itategemea na mipango yao itakuwaje kwa safari hii, sababu wenzetu wao wanajifunza kulingana na makosa ambayo yametokea huko nyuma. Wenda watajifunza na watafanya vizuri, lakini kubwa zaidi ni kwamba nakupa amani lakini mimi nachukua madini. Sasa atachukua kwa kiwango gani na amani atakayokupa kwa kiwango gani itategemea mikakati iliyopo kati ya Marekani pamoja na serikali ya Kongo.